Ni Maisha Kamili, twakufungulia Biblia uyaone maisha. Ndugu rafiki, mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki kizuri, tunakukaribisha katika masomo yetu haya. Leo tuna somo zuri sana linalosema njia kwenda Emau. Yes. Njia kwenda Emau. Jana tumeangalia Ayubu. Tumegundua kwamba imani ya Ayubu ilikuwa thabiti. Sasa leo tuangalie njia kwenda Emau. Kabla tujaendelea, tupate kuomba. Amen. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa neema na rehema zako. Umetuita tena leo tena tupate masomo haya sawasawa na mapenzi yako. Kaa nasi tunapoanza hadi mwisho katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Njiani wanafunzi wawili wanatoka Yerusalemu wanaenda Emau, kijiji kiko karibu hapo. Kisa kipo katika Luka sura 24 mstari wa 13 mpaka 27. Tutaweza kusoma yote lakini ni Luka 24 mwishoni kabisa. Pale tuna muona mgeni mmoja anajiunga na hawa wanafunzi wawili wanaoelekea Emau. Wanafunzi na mgeni, mitazamo miwili tofauti ya iliyotokea hapo Yerusalemu. Wanasimulia yaliyojiri wakiwa nyuso zao zimekunjamana. Wasema wamemuua Bwana wetu, tulikuwa na tumaini, tulijua ndio tumaini la Israeli, huyo ndio mkombozi. Na huyu mgeni anaingilia maongezi haya kuanzia tusome kuanzia fungu la 25. Hebu soma anavyoingilia na 24 25. Nasema akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Wakakikaribia kile kijiji walichokuwa wakienda. Sawa. Naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi kwa kuwa kumekuchwa na mchana unakwisha. Akaingia ndani kukaa nao. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua. Kisha akatoweka mbele yao. Isha paka hapo. Mioyo mizito, macho yaliyofungwa. Kumbe tunaona kwa kupitia macho ya moyo. Ninyi wazito kuamini yote ambayo manabii wamezungumza kuhusiana na hayo yaliyojiri. Unajua, huwa tunautazama ulimwengu kupitia world view, kupitia miwani. Miwani inaweza kuwa ya uzoefu wako maishani, uzoefu wa mama yako, baba yako, kabila lako, taifa lako. Kuna hadithi ambayo mnapitia. Kuna hadithi inayojibu tumetoka wapi, tuko wapi, tunaelekea wapi. Kila jamii ina simulizi ya namna hiyo. Watanzania tuna, East Africans tunazo. Sisi ni nani? Tumetoka wapi? Tuko hapa? Kwa nini tunapitia haya tunayopitia?
mwishowe tunaelekea wapi? Sasa Yesu kabla hajaenda msalabani alikuwa anazungumza haya. Jamani, imenipasa kwenda Yerusalemu kufa na siku ya tatu nitafufuka sawa sawa na maandiko. Yesu alikuwa anatembea na script. Alikuwa ni mhusika, ni character, anacheza sehemu yake katika simulizi kuu ya Mungu, anatimiza, anaifikisha mwisho. Kwa hiyo yalikuwa yanajiri Yerusalemu pale, wao walikuwa wanaogopa, najua niko kutimiza maandiko. Sasa yametimia. Kwanza Yesu alipokuwa anazungumza kabla hapo hawakuelewa. Yametokea ndio hawajaelewa kabisa. Tazama. Wewe ukiwa njiani, uliza, kuna mambo gani ambayo unajadili moyoni leo ulipokuwa unatoka nyumbani unakuja? Inawezekana labda ni issue ndogo ndogo. Ngoja nimalize recording hapa nirudi nyumbani nifanye hiki na hiki. Lakini vipi ikiwa kama katika safari yako ya maisha umekutana na mambo yanayokutafakarisha upya, unaanza kujiuliza, tumaini langu iko wapi tena? Hivi kesho yangu ipo kweli? Mbona mambo yameharibika? Hivi ni kitu gani ambacho kinaweza kukusaidia zaidi ya maandiko? Hebu tusome kwa haraka. Warumi sura ya 8 mstari wa 28. Maandiko bado yanaweza kusaidia. Warumi 8:28 yanasemaje? Mimi hiyo nasoma, wewe soma ya Wafilipi soma Yakobo sura ya kwanza. Au umeshafika Warumi? Soma Warumi 8:28. Warumi 8:28. 8:28 inasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Hata Yakobo sura ya kwanza mstari wa 2 mpaka wa 4 anasema, saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa kamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Hapo nyuma anasema ndugu zangu, niliruka pale kuanzia 2, anasema, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Amen. Na bado utakapopata nafasi, soma Wakorintho wa pili sura ya 12 mstari wa 9-10, neema yangu yatosha, uweza wangu timilika katika udhaifu. Wafilipi 4:4 mpaka 13. Yani maandiko yanatosha kutuwekea miwani machoni ya kutazama leo yetu katika mtiririko wa hadithi nzima ya Mungu. Rafiki yangu, tunachoweza kusema baada ya maneno haya, kila mmoja yuko njiani na ana namna anavyotazama leo yake, kesho yake kupitia simulizi anayohisi anaishi ndani yake. Simulizi yako ikoje? Turudi kwenye maandiko, tuangalie tena na tena, tuko wapi, tumetoka wapi, tunaelekea wapi. Tutaweza kutafsiri hatua zetu ipasavyo. Mungu atubariki sana. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa neno hili. Tunapolitafakari, tunapolisoma tena na tena, kujua nafasi tuliyopo katika utimilifu wa hadithi yako, tupatie macho ya kuona, fungua macho, ondoa uzito wa moyo, neno lako likapate nafasi ya kufanya kazi yake kamilifu ndani yetu. Mwishoni tukaonekane ni waaminifu katika kutekeleza kile ambacho umetuita kutekeleza, wakati wote tukikusubiria unapokuja mara ya pili, kuwazawadia wote ambao wametembea kwa uaminifu kwa imani. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. 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 Basi rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki kizuri, hapo ndipo tumefika mwisho kwa siku ya leo, ambapo tumeangalia njia kwenda Emau. Amen. Kesho siku ya Alhamisi tuna somo zuri tena linalosema mtazame Yesu. Amen. Karibu, usikose masomo haya. Nami ni Geoffrey Omondi. Enos Makalindile. Unazidi kutupata kutoka Dar es Salaam Temboni.